Na mtazamaji na mfuatiliaji wa Wasafi Media, langu jina ni Prophet Manga na hapa nipo katikati ya bara la Afrika. Ukitoka Johannesburg basi ukielekea Cairo kule Misri, Tanzania eneo la Arusha mahali panapofahamika kama Clock Tower au Mnara Saa, ndipo katikati ya bara la Afrika. Na hapa panapofahamika kwa kuwa katikati ya bara la Afrika, basi ndani ya mzunguko huu pametengenezwa lodge ambayo inahamishika kutoka eneo moja kwenda jingine, lakini tunataka tufahamu madhumuni hasa ya kujengwa kwa lodge hii katikati ya eneo hili la bara la Afrika. Ipo kwamba kwa hivi sasa ndani ya mkoa wa Arusha shamra za utalii kweli zimepamba moto kutokana na wageni wengi ambao wamekuwa wakitembelea jiji la Arusha kuvutiwa na lodge ambayo iko hapa katikati ya bara la Afrika, kitu ambacho pia kimekuwa kikihamasishwa na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda, ambaye amekuwa akichagiza shughuli nzima za kitalii hapa. Na nipo na mmiliki wa lodge hii hapa, yeye atatupitisha kwa kifupi, atuambie kwanza wazo la kuijenga lodge hii hapa lilianzia wapi, na pengine tangu amejenga kuna manufaa yote ambayo ameyapata kutokana na uwepo wake hapa, na kingine pia watu ambao wanakuja kutembelea hapa wanasemaje kuhusiana na uweko wa lodge hii. Bwana, mambo vipi? Salama vipi? Safi kabisa. Wazima. Kwa jina naitwa Abdul Mfinanga. Tumeanzisha Yetika Camps ambayo itakuwa ni kampuni kwa ajili ya kutoa accommodations kule Serengeti, ili kuweza kusaidia watalii wanaokuja kusafiri Tanzania kupitia mbuga mbalimbali kwenda kupata sehemu nzuri ya kulala. Kwa hiyo tumeanzisha hii hema hapa ya Yetika. Ni hema ya kwanza ambayo itaenda Serengeti. Tuliamua kuiweka hapa Clock Tower ili kuweza kuonyesha Watanzania kwamba watu wakiendaga kwenye hizi mbuga zetu wanalala wapi, vyoo vikoje, mfano bathroom zikoje, vitanda vinatandikwaje, vitu kama hivyo, watu kuja kuangalia kwamba uhalisia, kwa sababu Arusha ni jiji la utalii. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanafahamu at least idea kwamba tunazo accommodations mbalimbali katika hifadhi ambazo tunapeleka watalii, na pia wanafahamu zile accommodation ziko vipi. Lakini kuweka hapa mjini inamaanisha inaonyesha watu kabisa ile reality. Tunajua kuna msemo wa Kiingereza unasema seeing is believing. So if you've seen something, kama watu wamekuja hapa wameona, wataweza kuamini kweli kwamba mwisho wa siku hichi ni kitu cha kweli. Watu serikali ilikuwa imehamasisha utalii nchi mbalimbali duniani ili kuweza kuwalau watalii waje. Sasa walipokuwa wanakuja, sisi tunafanya na tour operations, unakuta sometimes rooms hazipatikani maeneo ya Serengeti especially. Kwa hiyo unakuta pale kipindi high season kwamba hamna room, umeona. Kwa hiyo kuweka accommodation nyingine ya maisha yanasaidia watu kuweza kupata sehemu pa kulala. Lakini idea ya kuweza kuwekwa hapa nafikiri itakuwa ni mara ya kwanza. Sifahamu kama miaka iliyopita kuna kitu kama hichi kilishafanyika. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Makonda kwa kuwa na idea kama hizi na kuweza kuleta kuwasiliana na waliotengeneza mahema pamoja na sisi kuhakikisha kuleta hili hema hapa kwa ajili ya hii sikukuu ya wamama dunia. Ili wazo ilisukumwa na mkuu wa mkoa, na pia mimi sikuwepo nchini, nilikuwa nimesafiri kwenye marketing, nilikuwa Canada, Toronto huko. Kwa hiyo nikapata simu kwamba kuna hii idea hapa, kama unaweza ukaja utaseti ili hema. Nikasema sawa, hamna shida. Kwa hiyo nilivyokuja na timu yangu pamoja na familia yangu, wakawa wamesha seti ili hema hapa. Kwa hiyo nimekuja na mimi nikawa surprise, nikawa wow, kwamba kuna beautiful tent iko katikati ya mji, which is the first time to see hapa Clock Tower. Lakini pia nafikiri ni swala zuri, kwa sababu katika mji hapa Clock Tower ni kama ulivyoelezea awali, ni nusu ni midpoint ya kutoka Cairo, Egypt, as well as Cape Town. So tuko nusu pale. Kwa hiyo it's a very good representation ya Africa enyewe, Kwa hiyo ni vizuri kuonyesha watu vitu kama hivi kwa sababu tuko kwenye jiji ya utalii, na kuweka authenticity
ya jambo ni kama hili sasa. Kama unaongelea utalii wa Tanzania au hata even like mimi nimesafiri sehemu mingi kama Botswana, Namibia, Kenya, Uganda huko. Hizi idea za tented camps ziko sana kwenye maeneo ya utalii. Ni kwa sababu ile inawapa nafasi, opportunity, wageni wanapokuja they can feel that they can connect with nature. Yani wanapokuwa kwa karibu sana na nature, kushinda kulala kwenye concrete cement like kama concrete building, labda hotel ambayo tayari inayo concrete, right, kama cement. Okay. Na pengine wazo wakati unasikia au unaambiwa sasa bana mjenge kitu cha namna hii, nilikuwa napata ugumu kiasi gani kuanza hii project hapa katikati? Obviously kujenga kitu kama hichi hapa inahitaji ufanisi, kuwa careful penye unajua na movies mbao unakuja ku set canvas na vitu kama hivyo. Kwa kuna pia na in a short period of time, right? It's a lot of pressure could deliver something beautiful in the middle of the town, ambao kila mtu anaweza akaja akakwambia opinions zake tofauti, you know what I mean? So it's something in itself inahitaji hari, lakini tunashukuru kwamba ushirikiano mkubwa wa timu ambao wamejenga hii mahema pamoja na timu yetu ya Itika Wilderness Camps, pamoja na kushirikiana obviously na watu wa TAWA ambao wamekuwa wamekaa hapa muda mrefu kuhakikisha hii hema hapa ni salama, na viongozi obviously wa serikali. Tunamshukuru Mheshimiwa Makonda kwa kutupa nafasi kama hii ya kuweza kuleta hii hema hapa ili watu waweze kuona, na pia tunashukuru obviously vyombo vya usalama, kwa sababu hapa tumekaa muda wote hapa tuko salama. Watu wanakuja, hamna kero yoyote, tumefurahi sana kukutana na watu wanakuja hapa kwa furaha, wanashangaa, wanaenda huko ndani wanaangalia kila kitu kama kilivyo. Kwa hiyo tumefurahi sana kwenye hilo. Na watu wanapokuja wanaulizia nini hasa ambao wamekuja wakitembelea hapa? Watu wamekuja hapa wanaulizia vitu tofauti kubwa sana. Watu wanaulizia hii Itika inafunguliwa lini, kitu ya kwanza. Kwa hiyo tunaeleza watu kwamba Itika tunaifungua Julai 15 pale Serengeti. Tutakuwa na mahema kama 10 kama haya. Mawili kati ya hayo yatakuwa ni family tents, ambazo hizi itakuwa ni hema 2 kubwa kama hizi, alafu zina kibaraza. Kwa hiyo kutakuwa kuna kama lounge kama tulipokaa hapa hivi. Watu wanaweza kupiga story, alafu kwa upande mmoja kwa na familia, hata wataweza kuweka watoto 3 pale, na upande huu tukaweka baba na mama. Kwa hiyo unaweza ukawa na familia karibu wa watu 5 kwenye haya mahema mawili yamekuwa combined, interconnected. And then watu wengine mambo mengi walikuwa wanauliza ni kuhusu kuona hema imekuwa hapa. Je, wanaweza wakatengeneza hema kama hizi nyumbani kwao? Watu wanaweza kaenda kwenye mashamba yao, labda wakaweka investment kama hizi. Kwa hiyo na watu wengine kuja wanauliza pia vitu vya msingi, kwa sababu kama sisi wa Tanzania tumetaka kutengeneza kitu ambacho kina reflect au kina reflect Utanzania. Umeona, tumetumia mfano ambao hizi hapa kama za mtiki ambazo zinapatikana Tanzania. Hizi makanvas hapa yameshonwa huku Tanzania as well. Vitu vingi, unaona hizi furniture hizi zimetoka hapa Tanzania. Kwa hiyo in a way kufungua kitu kama hichi, tuna support local economy, tuna support local artisans ambao wana design hivi vitu tofauti. Kwa hiyo ni kitu kizuri, tunashukuru sana mwenye hilo. Pengine na hema kama ile ambao unaweza kuhesabu kwamba ni lodge, watu wamepewa tafsiri kwa namna hiyo, inaweza ikalaza watu wangapi kwa mfano hii ambayo tuko hapa? Hiyo swali zuri sana. Ili hema hapa tunaweza kufanya configuration mbalimbali za vitanda. Ili hapa linaweza likawa na maximum ya watu wazima 3, kwamba maana yake tutakuwa na 3 single beds, kwamba vitanda pale unaona hivi viko 2 hapa, tunaweza tukafanya orientation hichi kitanda, hivi vitanda tukaongeza kingine, kwa vikawa 3. Sasa pia ili hema linaweza likawa na wageni 2 tu, kwamba kama twin, kwamba hivi vitanda vikawa 2. Na vitanda vyetu ni vikubwa 7 kwa 7, kwa hiyo tunaweza tukavifanya vikawa 2 pale na kila mtu akawa comfortable. Alafu pia tunaweza kufanya tu watu mmoja pia kama single
kwamba ili hema lote ile anaweza kukaa mtu mmoja tu hapo kama amelipia kama single, umeelewa? Kwa hiyo ni hema ambalo tunaweza tukafanya configuration tofauti tofauti, life size kubwa kama unavyoona kwa upande kule hivi. Kuna hiyo deck, kwa hiyo watu wanaweza ile jioni mtu akijisikia sasa kabla hajaenda kupiga msosi wa jioni ile pale anataka aende sehemu tu akapate vinywaji kabla hajaenda kwenye dining, anaweza pia ka relax hapo. Ni hema ambalo pia unaona kuna viewpoint upande na kule, which means kwamba kwenye maeneo halisi sasa ya Serengeti unaweza ukakaa ukaona wanyama, yani unaweza ukakaa tu hapa kutoka kwenye hema ukaona wanyama. Na Pengine watu ambao wanapita hapa wako ambao watakuwa wanajiuliza hii lodge ambayo imejengwa kwa mfumo wa tenti inaweza kukaa kwa muda gani hapa, na jambo la pili inaweza kaa imegharimu kiasi gani? Unaweza kutujibu kwenye hilo? kwenye masuala ya bei kidogo utakuwa ni ngumu kusema, lakini kwenye ni investment kubwa. Kurun biashara ya utalii ni investment kubwa in fact, kwa sababu unajua sio kwamba ni ile biashara mimi tu mwanzilishi labda na mteja wangu mgeni, hapana. Ni biashara ambayo mimi unakutana na wafanyakazi, una team kama pia kufanya kama kambi hii hapa, una team kubwa zaidi kwa sababu kuna watu wanadili na sekta tofauti. Lakini kama yenyewe kama tent hizi nafikiri ziko za aina mbalimbali, lakini ukiangalia kwetu hata hizi mbao tu za mtiki hapo ni bei ghali sana, lakini ni kitu ambacho tunakipenda, swala la kuweza kutengeneza kitu ambacho ni quality versus kutengeneza tu kitu ambacho randomly unatengeneza alafu ukakipeleka kule. Na hapa inaweza itakaa kwa muda gani hapa Arusha? Hapa tulikuwa kwa ajili ya hizi siku za mama duniani, so potentially labda mpaka kesho inawezekana ikawa siku ya mwisho. Na kuna ambao ameshakuja kuulizia pengine tangu mmeliweka hapa kwa ajili ya maonyesho ya wiki ya wanawake ulimwenguni, kuna ambao ameshakuja kuulizia wakiwa wanataka walale kabisa hapa? Yeah, wengi. Kuna watu wametoka mahoteli tu hapa mjini, wengine wametaka kuja kulala, wengine ni kweli. Hiyo ni idea nzuri kwamba unajua pia umelala, kama mtu akijenga hiyo idea ikaenda vizuri bila na hizo vitu vingine ambavyo nilikuwa nimemention, security wise, maji na vitu kama hivyo. Ni idea nzuri kwa watu, na watu wengi wamekuwa wanaulizia ipo kwamba wakipata kama ile iconic stay fulani, unajua is different. Kama nimelala karibu midpoint kutoka Egypt and Cape Town, right? Nafikiri ni watu wengi wamekuja sana kuulizia hilo idea hapa. Sijajua, lakini the future that could be something cool someone can do, for sure. Hawakupata nafasi yote mtu kutesti kitanda hichi? No, bado. So hopefully soon. Now we don't know, lakini ingekuwa vizuri kama siku watu wakaamua hapa. Sasa hiyo inategemea, labda Mheshimiwa Makonda anaweza akatusaidia kwenye hili swala. Paupo na lodge ambayo itakuwa katikati ya hapa bana mji, badala ya kulala kwenye hoteli huko, basi unaweza ukajitafuta na hela yako. Kani sehemu ya kivutio pia cha utalii, kwamba mtu akiwa na fedha yake akisema kwamba sasa mimi fedha yangu hii naenda kuitumia bana kulala pale katikati ya bara la Afrika, kutoka Cape Town to Cairo, nilale pale hata kama gharama ni kiasi gani, kwa sababu ita include masuala mazima ya ulinzi, huduma nyingine za kijamii, kuhakikisha kwamba mtu atakayekuwa analala katikati ya hii lodge basi atahitaji kuangaliwa kwa uangalizi mkubwa sana. Tuseme ni wazo ambalo linahitaji kufanyiwa kazi kiundani zaidi, lakini ingawa mmesema kwamba watu wamekuja kuulizia pia wanatamani kulala, pengine sasa hii itakuwa ni fursa kuangalia namna gani wazo hili linaweza likafanya kazi kiukubwa zaidi. Una kipi cha kusema wakati tunahitimisha mazungumzo yetu? Kikubwa tu ni kwamba tunashukuru efforts za serikali pamoja na pia katika tunahitaji obviously kama wawekezaji tunahitaji support kubwa zaidi ya serikali, kwa sababu ili biashara zikue, unajua sometimes inategemeana na efforts kubwa ambazo zinatokana na mashirika ya kiserikali. So far tunashukuru kwamba tunaweza tukapeleka hizi mahema kule Serengeti, tukaziseti vizuri, tukaweza tukafanya biashara yetu na yale malipo ya kiserikali yakafanyika. Kwa hiyo ni biashara ambayo ni nzuri sana kwa kwetu sisi na pia kwa serikali, lakini promotion ya utalii kiendelea kuwa nationwide efforts, nafikiri itasaidia zaidi, kwa sababu ukiangalia kwa Tanzania tofauti na nchi nyingine, unajua nchi za kwetu sasa hivi ndo kidogo zinaanza kuamka ile local tourism inaanza kustawi.
nchi nyingine unakuta walishafanyaga hizo efforts. Kwa hiyo watu Waswahili wale wananchi wenyewe wanasafiri kwenye mbuga zao sana, wanaangalia maeneo yao sana, wanalala kwenye sehemu kama hizi sana. Whereas kwetu sisi ndio vitu vinaanza kidogo kidogo. So kwa hiyo tunaomba tutafute utaratibu, kwa sababu pia ukiangalia hiyo kwa Mtanzania wa kawaida kwenda kulala kama hema au kwenda hata Serengeti, unahitaji vitu vingi ili uweze kufika kwenye hizo hifadhi ukazione wewe mwenyewe kwa macho, umeelewa? Kwa hiyo kama Mtanzania wa kawaida, kama kipato hakimruhusu, inakuwa ni ngumu kufika. Na kwa Mtanzania wa kawaida inaweza kumgharimu kiasi gani? Tuseme tu siku moja pale kuspendi Serengeti. Sasa hiyo inategemea kiwango cha chini cha park fees, kile ni kidogo, sio kikubwa sana, lakini unalipa shilingi 10,000 pamoja na inakuwa na VAT, inakuwa karibu 11,800 kwa Mtanzania wa kawaida kwenda kwenye hifadhi na kulala. Sasa hapo ndo sasa inategemea, kwa sababu kuna kulala Tent ya chini kwa inaweza kaa kama shilingi. Kama ukienda camping, sijui watu wanalipa $30, mimi sifahamu. Shukrani sana. Asante sana. Tumezungumza vizuri sana. Yeah, thank you. Tumepata na mimi wale ambao watakuwa wanatufuatilia kupitia Wasafi Media watakuwa wameifahamu kwanza hii lodge ambayo imejengwa hapa kwa muda mfupi hapa katikati ya bara la Afrika kutoka Cape Town to Cairo. Unaweza kuweka comment yako hapo chini kistaarabu kuhusiana na hicho ambacho tumeweza kukizungumza. Mimi ni Prophet Manga, nyuma kamera ni Jimmy Pro Gallery.